ambavyo mmesikia, leo ilikuwa ni siku yangu ya kufanya ziara kama utaratibu wa kawaida kabisa wa kufanya ziara kwenye maeneo ndani ya mkoa wa Dodoma, na leo ilikuwa ni zamu ya wilaya ya Dodoma, ambapo tangu asubuhi nimekuwa katika wilaya hii ikizungukia maeneo mbalimbali. Nilianza kutembelea shule ya msingi Dodoma Mlimani ambayo ipo katika kata ya Kilimani, ambayo tulishuhudia ukarabati wa madarasa 12, ukarabati wa kina na kuifanya shule ile imekuwa kama mpya. Lakini baadaye tulitembelea kituo cha afya Makole, tukashuhudia ujenzi mkubwa wa jengo pale jipya ambalo linaweza likabadilisha hadhi ya kile kituo cha afya kutoka kituo cha afya na kuwa hospitali, ambapo pia tumeweza kujionea matumizi mazuri ya mifumo ya kiteknolojia au ya TEHAMA. Pia tumeweza kutembelea ujenzi wa barabara za lami katika jiji la Dodoma mjini kati, zaidi ya kilomita 1 katika jiji la Dodoma ili kuimarisha huduma ya barabara katika jiji. Lakini pia tumeweza kutembelea shule ya msingi Goba Mkonze, ambapo tumeshuhudia ujenzi wa shule mpya ambao umekamilika na wanafunzi zaidi ya 300 pale wakiwa wanapata masomo yao. Lakini tumeshuhudia ujenzi wa mabweni shule ya sekondari Zuzu, ambayo pia mabweni yale yatawezesha wanafunzi wa kidato cha 5 na 6 kupata masomo katika shule ile ambayo iko katika kata yetu ya Zuzu. Yote hayo yamefanywa na kazi nzuri ya serikali yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nikiangalia miradi ya wilaya ya Dodoma hii niliyotembelea, inawezekana hata robo ya miradi iliyopo katika jiji la Dodoma haifiki. Ni muda tu umekuwa mfupi, lakini kazi iliyofanywa na serikali katika wilaya ya Dodoma ni kubwa sana, ya kuheshimiwa na kuthaminiwa. Tuende kumpa maua yake sana Mheshimiwa Rais kwa kututengenezea jiji. Baada ya salamu za Mheshimiwa Rais wetu, naomba niimize mambo mawili pamoja na ziara hii ya kukagua miradi, kutoa salamu za rais. Pia anatuagiza kazi moja muhimu sana, kazi ya kusikiliza kero za wananchi wake, na ametuambia kabisa kuwa mkitaka mtatue kero za wananchi, msingoje waje ofisini, wafuateni walipo. Kwa sababu ukitaka kuja mjini, nilimsikia mheshimiwa mbunge hapa anasema ni shilingi 10,000 utatumia kwa ajili ya mfuata mkuu wa mkoa, na bahati mbaya ukafika pale hayupo, ukarudi leo, ukarudi kesho na kesho kutwa. Hiyo ni hela ya mwananchi imepotea, muda wa mwananchi umepotea. Mheshimiwa Rais ametuelekeza kuwa tuhakikishe tunawafuata na kusikiliza kero zenu. Kwa moja ya shughuli nimekuja kuifanya leo na nitaifanya katika mkutano huu ni kutoa nafasi ya kusikiliza kero za wananchi wa kata ya Zuzu na wananchi wa mtaa wa Kididimo. Ndio maana mmeona nimekuja na wataalamu wa kila aina pale, ili kila shida utakayoitoa mtaalamu wake aweze kuitafutia majibu au kuitolea majibu, ili kutoa hapa usumbufu wananchi kutoka hapa kuja mjini kufuata wataalamu kwa ajili ya jambo moja. Leo ufuate shida ya maji, kesho ufuate shida ya umeme, kesho kutwa ufuate barabara. Leo wote wako hapa kwa ajili yenu, na haya ni maelekezo ya rais wenu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.